Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia, ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11. Tutaanza na siri ya kwanza, siri ya kufunika kichwa. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 16 inasema, mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanamume asalipo au anapohutubu, naye amefunikwa kichwa, yuaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika, walakini si mwanamke pasipo mwanamume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile mwanamume naye huzaliwa na mwanamke, na vitu vyote asili yake hutoka kwa Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu. Je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunikwa kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo, wala makanisa ya Mungu. Nini fundisho hapa? Mwanamke yupo duniani kwa ajili ya mwanamume, na mwanamume yupo duniani kwa ajili ya Yesu Kristo, na Yesu Kristo alikuja duniani kwa ajili ya Mungu. Maana yake ni nini? Mwanamke anapaswa kumtii mume wake, maana ni msaidizi tu wa mume. Na pia mwanaume anapaswa kumtii Yesu Kristo tu, maana mwanaume ni msaidizi tu wa Yesu Kristo katika kutawala
Na mwisho, Yesu Kristo anapaswa kumtii Mungu wa mbinguni tu, maana ni msaidizi wa Mungu katika utawala, na ndicho alichofanya daima Yesu Kristo mpaka akapokea taji ya kutawala ulimwengu. Protoko hii ipo katika Biblia, siyo ya kidunia ya mawazo ya wanadamu, bali Mungu mwenyewe aliiachilia katika ulimwengu wa roho kupitia mtume wake Paulo, ili kutufundisha sisi tupate kuelewa jinsi protoko Mungu alivyoipanga toka mwanzo. Mtu wa kwanza kuumbwa ni Adamu, na mwanamke alichukua sehemu ya mwili wa Adamu, yaani ubavu wa Adamu, akapata kutokea mwanamke. Swali, katika Adamu na Hawa nani mkubwa na mwenye mamlaka juu ya mwenzake? Jibu ni Adamu. Unajua ni kwa nini? Pasipo Adamu asingeweza kupatikana mwanamke, kwa sababu tunajua mwanamke ametokana na ubavu wa Adamu. Angalia mfano wa pili, unasema kuhusu Yesu Kristo na Mungu. Kumbuka Mungu ni roho. Kumbuka Mungu ni roho. Pasipo Mungu ambaye ni roho asingeweza kupatikana Yesu Kristo Mwokozi. Maana Yesu Kristo kuzaliwa kwake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Rejea kitabu cha Mathayo 1:18, nasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Umeona? Kwa hiyo Yesu Kristo ni zao la Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ni Mungu. Maana yake ndicho maana alichomaanisha kwamba hiyo protoko ilipangwa kwa maana ya kwamba kila mmoja yuko juu ya mwenzake. Ndiyo maana Yesu Kristo wakati anapitia changamoto kubwa, ilifikia mahala anaomba, yani anaomba kwa Mungu ambaye ndiye roho, kile kikombe kimwepuke, lakini roho ambaye ni Mungu akukiepusha kile kikombe cha mateso, kwa sababu yeye alikuwa anajua anaenda kupata utukufu Mungu wa mbinguni kupitia Yesu Kristo. Unaona? Kwa hiyo ndio protoko katika ufalme wa Mungu. Kwa ufupi, mwanamke yupo duniani kwa ajili ya utukufu wa mume wake, na mume yupo duniani kwa ajili ya utukufu wa Yesu Kristo, na Yesu Kristo yupo duniani kwa ajili ya utukufu wa Mungu wa mbinguni. Ni protoko ya ufalme wa Mungu wa mbinguni. Siri ya pili, matumizi mabaya ya chakula cha Bwana. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 17 hadi wa 34 inasema, lakini katika kuagiza haya siwasifu ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani nasikia kuna faraka kwenu, nami nusu na sadiki. Kwa maana lazima kuwapo na uzushi ili waliokubaliwa nawe dhahiri kwenu. Basi mkutanikapo pamoja haiwezekani kula chakula cha Bwana, kwa maana kila mmoja hutangulia kutoa chakula chake katika kule kula. Hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Je, hamna nyumba za kulia na kunywea? Au mnalizalau kanisa la Mungu na kuwatahayarisha hao wasio na kitu? La, siwasifu kwa ajili ya hayo. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivyo baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake,
kwa kutokupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadhaa wa kadhaa wamelala. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula, ngojaneni. Mtu ikiwa na njaa na ale nyumbani kwake, msipate kukutanika kwa hukumu. Na hayo yaliyosalia ni japo nitayatengeneza. Nini fundisho hapa? Kwanza tufahamu maana ya meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni nini? Meza ya Bwana ni chakula cha Bwana Yesu Kristo. Chakula cha Bwana wetu Yesu Kristo kimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni kile chakula cha roho, na kundi la pili ni kile chakula cha mwili. Tukianza kufahamu chakula cha mwili, chakula cha mwili ndicho kile ambacho Yesu Kristo alikitakasa siku ile, mkate na divai, kuashiria kwamba hicho chakula ndicho chakula cha mwili. Katika dunia hii, maana yake hatuwezi kuishi pasipo mkate, pasipo maji, maana divai ilikuwa imetengenezwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ikiwa na maji, na damu hauwezi kuitenganisha kamwe na maji. Kwa hiyo hicho chakula kilikuwa kinahusu na kilikuwa ishara ya mwili huu wa kibinadamu, kwamba lazima tunapokula chakula tunatangaza mauti na ukumbusho wa Yesu Kristo mpaka atakaporudi. Lakini chakula cha roho ni kile roho, uzima wa milele. Maana yake lile neno, injili za Yesu Kristo katika agano lake, hicho ndicho chakula cha roho. Yesu alisisitiza kwamba tukilapo chakula hiki, tukile tukiwa watakatifu, tumejisafisha kwa damu ya Yesu Kristo, ili kipate kutimiza malengo ambayo yamekusudiwa na Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo ni bora tule tumejitakasa, tujiandae. Manake tujiandae tunapojongea kwenye meza ya Bwana, aidha kwa neno, hata kama ni kwa mwili na damu yake, ambayo ndiyo divai, mzabibu, inayoashiria mwili wa Yesu Kristo. Tunapojongea meza hizi mbili zote, tujitakase na tujiandae, tukabidhi roho zetu ziwe zimetakasika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kupitia damu ya mwanakondoo ambao ni Yesu Kristo. Ndicho alichosisitiza, lazima tufanye hayo ili tupate kuokolewa, na zaidi ya yote ili neno lipate kuweka mizizi katika roho zetu na kuenenda na sheria za Mungu wa mbinguni. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.